Aliniuliza swali lake la mwisho, leo ninauza maziwa lita ngapi? Yale anayochemsha ili vijana wabebe wakauze. Kwa kile kikanifanya mimi nivute kiti pale jikoni, maana nisingekaa pale jikoni. Nikavuta kiti, nikachukua simu yangu, nikawa na hesabu, kuna muuliza nani anachukua maziwa kiasi gani, huyu kiasi gani. Alafu nikamwambia lita 45. Akafanya nikafikiri ameungua na mafuta jikoni. Kwa nikasogea karibu naye, lakini nikaona anaanguka, kwa kumdaka ameondoka. Tuko hapa kuzungumza na mchungaji Ray Seng'eng'e, mume wa marehemu mchungaji Nehema, na bila shaka ninaamini yeye ni mume, lakini pia alikuwa ni mtumishi mwenzake ambaye alikuwa akitumika pamoja katika kanisa la DCIC. Atakuwa na mengi ya kuzungumza katika safari ya maisha ya mama kwa ujumla. Baba, shikamoo. Marahaba mama. Bwana asifiwe baba. Amina. Pole sana kwa msiba. Asante, pole kwetu wote. Neema alikuwa mrefu kuliko mimi peke yangu, kwa hiyo kama mume ni kweli ni mazingira ambayo wote mnafahamu sio rahisi, lakini najua watu wengi wameshtuka sana kwa ajili ya habari ya msiba huu. Tunatamani kufahamu safari ya maisha ya mama, kuanzia umemfahamu mchungaji Neema. Ni yapi ambayo umejifunza kwenye maisha yake? Ni yapi ambayo utayakumbuka katika utumishi na maisha ya kama mama na kama mke? Mchungaji Neema nilimfahamu miaka mingi kwa sababu tunatoka kijiji kimoja, na yeye alikuwa mdogo kidogo kuliko mimi, kwa hiyo kaka zake ndio walikuwa rafiki zangu. Lakini kwa miaka mingi tulipotezana kabisa. Mpaka mwaka 81 tulipoonana chuo kikuu cha Dar es Salaam, na nikaanza kumhoji kama ni kweli ndio wale tulikuwa tunasikia, kwa sababu wazazi wake walikuwa ni watu maarufu, kwa hiyo jina lao tulikuwa tunalifahamu. Na kwa hiyo kama mtu tuliyetoka kijiji kimoja ambao wote tumeokoka, alikuwa ni dada mpenzi sana. Dada mpenzi ambaye kijana yeyote wakati ule ambaye angemuona asingelijisikia vibaya kwamba binti huyu anaweza akawa mwenzi wa maisha. Katika vijana naamini sio mimi peke yangu, lakini mimi ndiye nilikuwa na bahati ya mwisho kabisa kumilikishwa na Mungu chombo hiki ambacho kilikuwa kama zawadi katika maisha yangu. Kwa hiyo tuliona mwaka 85, na kwa hiyo maisha yetu ya ukaribu yalianzia hapo. Neema akiwa ni mfanyakazi wa serikali toka mwaka 84. Mimi nilianza serikali mwaka 78, lakini sasa nilikwenda shule, kwa hiyo 85 nikarudi tena kuendelea na ajira yangu. Na kama watumishi wawili wa serikali na vijana tuliokuwa tunampenda Yesu, tuliendelea kuwa pamoja katika kuitumikia taifa letu na katika kulifanya shauri la Bwana katika maisha yetu. Kwa hiyo tukizungumzia maisha ya familia, Neema amekuwa ni mke bora sana. Sio kwa sababu ni mke wangu kwamba nimzungumzie, lakini Neema alikuwa ni mwanadamu wa kawaida, lakini aliyekuwa amejaliwa moyo wa tofauti sana. Na kwa hiyo tuliishi maisha ya kupendana sana kwa miaka yetu yote 41. Tumepita changamoto wanazopita wanandoa wote wengine. Labda kuna nyingine hatujawahi kuzisema, inawezekana labda sitaishi kuzisema, lakini zilikuwa si nyepesi. Lakini Neema alikuwa ni mtu muhimu, kwa sababu katika changamoto ngumu ambazo inawezekana yange break mapema, alikuwa ni mwanamke jasiri sana. Na kwa hiyo tuliishi vizuri, tukajaliwa kupata watoto 3, Emmanuel, Samuel na Isai.
Emmanuel ndio mtoto wetu mkubwa wa kwanza. Tuliishi naye mwaka mmoja na miezi michache, akaumwa na akawa raia wa familia yetu wa kwanza kuandikisha jina mbinguni. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu tulikuwa na mtoto mmoja tu tuliyempenda sana, alikuwa so charming na nakumbuka siku alipolala manesi walitukimbia wodini kwa sababu walikuwa hawajui huyu mtoto aliyependwa namna hii mpaka baba na mama wamegomea kutoka wodini kwa mwezi mmoja, itatokea nini. Lakini kwa kweli Ima alipolala, nimwambia mke wangu, tukamshukuru Mungu kitandani na hatukulia. Tuliondoka na tukayakubali mapenzi ya Mungu kama yalivyo. Kwa neema kama mwanamke, hata mimi mwenyewe ilinishangaza, lakini ndio iliyokuwa alama ya maisha yetu yote tuliyoishi. Katika hali zote, alikuwa ni mwanamke jasiri, lakini mwenye upendo wa kweli kabisa. Kwa sababu akiwa na jambo anasema kwa mtu yoyote, na akiwa amefurahi utamjua. Lakini Neema alikuwa hawezi kukuhesabia baya. Kama leo umekosea au umemuudhi kitu fulani afu kapata shida, atakusaidia hapo hapo. Ndio aliyokuwa maisha yake. Na neema yake ilikuwa ni kuwa na jicho la kuona wenye mahitaji. Kwa Neema anaweza kuambia tu yule binti ana shida, na akimuita ni kweli ana shida, na atamsaidia hata kama ni pesa zake za mwisho, na uwezo ukajua kwamba ametoa hela yake ya mwisho na hata kaa kumbuke. Sasa hizi zilikuwa zinaonekana nje, lakini na mimi nilizifaidi ndani, kwa sababu alinitendea mema maisha yangu yote. Aliwatendea watoto wetu mema maisha yao yote. Na niseme kwa sehemu ndio jambo ambalo linatupa ujasiri wa kumshukuru Mungu, kwamba kama Mungu alitupa neema na faraja wa mpendwa huyu kwa miaka yote tuliyoishi naye, hatutamtendea Mungu haki leo tukilalamika. Kwa mimi, watoto wangu, wajukuu zangu, labda jukumu mkubwa kwa sababu ndiye anayeelewa nini kilichotokea na alikuwa karibu sana na bibi yake, hatujalia. Tulimshukuru Mungu kwa ajili ya ilitupata, na tunatamani kumuona mama yetu akipata farewell inayomstahili. Najua machozi sio rahisi kuyazuia kila wakati, lakini sio yale ya kukata tamaa, huzuni kupita kiasi, hapana. Kwa tunawatia moyo watu wote kwamba Neema alikuwa ni mtu wa watu wengi, na hasa wanawake, lakini Neema amemaliza salama, na tumsindikize kwa tabasamu na shukrani. Neema amefanya kazi serikalini, lakini mwaka 92 alipopata maongozi kwenye kanisa ya kitaifa na alipoanza safari za kwenda vijijini, alikuja akaniambia siwezi kurudi kazini. Shida iliyoko kwa wanawake ni kubwa sana. Na kwa hiyo Neema akaanza project ambayo hakuiacha mpaka mwisho. Watu wengi hawaelewi, mimi naelewa. Neema alikuwa anafanya kazi kwa ajili ya watu, akifuga ng'ombe, akifuga nguruwe, akipika maandazi, akiuza maziwa. Ana target ya watu fulani kuweza kuwafikia na kuwahudumia tu kama hivyo. Kwa hiyo niseme ndio iliyokuwa nguvu yake, na ndio maana labda pale kanisani tumepata neema kubwa sana ya kuwa na huduma za upendo zenye nguvu, kwa sababu ukizungumzia watoto wa mitaani, yani wanamuita bibi kwa maana hiyo, na amehangaika nao,
Toka tulipoanza ibada za Jumamosi miaka 5 iliyopita, amewapikia chai na vitafunwa kila Jumamosi mpaka Jumamosi iliyopita. Nauliza jana vijana, kesho kuna ibada, maana nilikuwa najiuliza sasa atakayepika chai ni nani. Lakini Neema atawapikia chai ya maziwa na vitafunwa jikoni kwake. Atachukua boda, atalipa hela ya kupeleka kila kitu kanisani kila Jumamosi. Ukizungumzia hospitali au magereza au ukizungumzia watoto wenye mahitaji maalum, alikuwa anafanya kwa mzigo kabisa, na akishindwa kufanya kitu fulani unamwona anaumia. Kwa hiyo niseme amelitumikia shauri la Bwana na kazi yake amemaliza. Mimi sina deni na Neema kama mume wake. Alifanya kila kitu na sidhani kama na kwenye huduma alikuwa anafanya ana deni lolote. Amepumzika kwa amani sana. Na kwa hiyo niseme kwa upande wa familia tutamiss, lakini najua hata kwa upande wa kanisa, kwa sababu alikuwa sio tu mtumishi kwenye wanawake, lakini kwa miaka 8-9 iliyopita amekuwa mchungaji na amekuwa na vijana wa kike na wa kiume aliowapenda sana na wanajua na watamiss. Lakini katika yote hayo tunasema kwa sababu Bwana alitujalia kutupa neema, basi sisi wote tumshukuru yeye. Yanayokuja kesho sio juu yetu. Mungu tuliyemwekea tumaini letu ndio Mungu atakayetuvusha. Amen. Katika maisha yenu ya utumishi kwa ujumla, toka mmeanza utumishi, imekuwepo pale DCIC, kuna vitu gani ambavyo hautavisahau kwenye utumishi kama sapoti kwenye huduma pamoja wakati mmetumika kwa pamoja? Viko vingi. Kama unavyojua mimi ni mwanaume, na kwa hiyo nina mipaka jinsi ninavyodeal na mabinti zangu kabisa, na mipaka iliyo wazi. Kwa hiyo kweli inaniwazisha kwamba Mungu atanipa hekima gani, kwa sababu walimhitaji sana mama yao. Walikuwa wanamkimbilia kila wakati wakiwa na hitaji lolote la kimwili au la kiroho. Sisi tumepewa kanisa la vijana na wengi ni wanafunzi na wengi wanatoka kwenye familia ambazo kwa kweli zina changamoto katika maana hiyo. Kwa hiyo walikuwa wanamhitaji sana. Hata vijana wake wa kiume, lakini angalau wa kiume nipo, wakiniambia mambo yote nitawasikiliza. Lakini nasema Mungu anajua way forward. Lakini hilo nitalimiss it. I'm already missing it. Na naombea kweli mabinti zangu kwamba Mungu atufanyie njia, kwa sababu wanahitaji kifua cha kwenda kulia, na kifua kile sasa hivi hakipo. Lakini wajipe moyo, Bwana Yesu bado yupo na ni mwaminifu kila wakati. Amen. Nyakati zipi ambazo utazikumbuka katika maisha ya mama ambazo huwezi kuzisahau kabisa? Najua kuna mambo mengi ambapo mmefanya pamoja toka mmeishi, lakini kuna vile ambavyo nasema hivi siwezi kuvisahau. Viko vingi sana, kama nikitaka kuvizungumza ambao vimetutokea. Lakini miaka 3 iliyopita niliumwa na nilazwa karibu miezi 6 bila kutoka kitandani. Neema alikuja hospitali akawaomba manesi, mume wangu ni mtu mzima, naomba mniruhusu nimhudumie mwenyewe. Kwa hiyo hakuniacha mimi nihudumiwe na watoto, maana manesi ambao wangenihudumia kwa moyo kabisa bado ni mabinti zangu wadogo. Hakutaka. Neema alikuwa ananihudumia mwenyewe. Nafikiri sina haja ya kueleza kwa upana, lakini mtu aliyelala kitandani hana uwezo wa kunyanyuka kwa miezi 5 anahitaji huduma nyingi pale, na Neema alizifanya kwa uaminifu zote kwa miezi yote bila kuchoka. Kwa hiyo nasema sio tu kwa sababu nilikuwa rafiki yake na mume wake,
lakini kwa sababu alikuwa ni mtumishi. Amen. Pengine kwa kumalizia, si kama atakuwa na swali, nilitamani kufahamu, mama ameondoka ghafla, tunajua ameondoka yuko nyumbani, lakini maisha yake kwa ujumla na vile alivyoondoka yamekufunza nini? Niliwaambia watumishi fulani nilikuwa nazungumza nao kwamba nilikuwa nasoma kwamba hatujui siku wala saa, lakini sasa ninaelewa kweli hatujui siku wala saa. Maana ukilala na mtu mkaamka salama na mkafanya shughuli zenu na mnapanga mipango yenu ya mchana, kila mtu kama vile maisha yanaendelea, alafu ghafla mmesimama akuangukie mikononi na hawezi kukujibu kitu chochote na ameondoka. Mimi nasema kwanza ni neema kubwa sana, kwa sababu kibinadamu pamoja na ugumu, lakini nadhani ni vizuri kuliko ningemwona mke wangu akiteseka kitandani. Na kwa hiyo Mungu amemheshimu kwa namna hiyo, na mimi nimeona kumtumikia Mungu kuna faida. Neema alitumika kwa uaminifu na Mungu akaamua kumheshimisha hivyo. Aliondoka na tabasamu yake, na ndio ninaiona kwenye moyo wangu na macho yangu. Simuoni akiwa amedhoofu, anaumia na maumivu. Namuona akiwa na tabasamu nyumbani mbele za baba yake. Amen. Aliniuliza swali lake la mwisho, leo ninauza maziwa lita ngapi? Yale anayochemsha ili vijana wabebe wakauze. Kwa kile kikanifanya mimi nivute kiti pale jikoni, maana nisingekaa pale jikoni. Nikavuta kiti, nikachukua simu yangu, nikawa na hesabu, kuna muuliza nani anachukua maziwa kiasi gani, huyu kiasi gani. Alafu nikamwambia lita 45. Akafanya nikafikiri ameungua na mafuta jikoni. Kwa nikasogea karibu naye, lakini nikaona anaanguka, kwa kumdaka ameondoka. Ameondoka kabisa. Si unajua kibinadamu lazima uhangaike naye. Alihangaika naye, na najua namna ya kuhangaika na watu kama hao. Nimefundishwa, sikuwa na bahatisha. Lakini baadaye nilipotulia, baada ya lisali moja, nilisema yani, kwa nini unapata tabu kama vile unajidanganya? Wewe hayupo huyu. Kabisa. Kajifungia naye ndani masaa mawili. Sasa nikaanza ile kwetu ile kukemea roho ya mauti. Unaelewa nimeshakubali kwamba hayupo. Nilikuwa mkali kweli, nikaingoa hiyo, ngoa na wewe. Uko nyumbani unangoa roho ya mauti, na kaondoka na gari la moto. Basi nikafika mahali nikanyosha mikono. Nikamshukuru Mungu, nikaomba. Nilikuwa na mjukuu wangu, nikamweleza mjukuu wangu. Tukazungumza tuliozungumza, tukamalizana na mama, tukamwachia Mungu. Hapo hakuwahi kusema, au labda hakuwa amesema labda anajisikia vibaya au namna yoyote? Hapana. Hakusema anajisikia vibaya, ila aliniambia kama naweza nikamtengenezea, unajua ni asubuhi na siku hizi kuna baridi, kikombe cha chai ya rangi. Kwa hiyo nilipompeleka jikoni mara ya kwanza, hiyo nazungumza saa 11 labda na nusu, na sasa matokeo yalitokea baadaye saa 3. Kwa hiyo nikachukua majani, nikaweka, nikawasha birika, nikamtengenezea kikombe cha ya rangi. Ndio kitu changu cha mwisho nilichompa. Akanywa na kikombe chake kilikuwa pale. Basi mengine ni hadithi tu. Lakini ndio mazingira yenyewe. Ndio mazingira yenyewe. Tunakushukuru sana. Amina. Nashukuru sana. Asanteni sana. Asanteni sana, nawashukuru sana. Nashukuru kwa faraja, watu wengi wamekuja na bado wanakuja. Tunashukuru kwa faraja sana, na maombi yenu yanatushika.